wa mahali hapa. Bwana asifiwe. Na singetaka kuchukua muda mwingi, ningetaka tu tuweze kuingia katika neno la Bwana na tuweze kubarikiwa pamoja kwa sababu Bwana ni mwema. Siku ya leo tunaendelea na theme 2 yetu ya mwaka huu ambayo ni Becoming Christ Disciples for Kingdom Impact. Kwa hivyo kukua wanafunzi wa Yesu na hili tulete mabadiliko ama utofauti katika ufalme wa Mungu. Tulete mabadiliko, tuweze kukua na impact, tuweze kukua watu ambao watabadilisha na itamletea Mungu utukufu. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo tutaangalia neno la Mungu katika kitabu cha Luka mlango wa 9 mstari wa 23, halafu tutaendelea na tutabarikiwa sana na Bwana. Tutasoma hiyo, lakini pia unaweza kuangalia kitabu cha Mathayo 4:19, Mathayo 4 mstari wa 19, lakini sisi wacha tusome hii, itatuongoza na Bwana atatubariki. Na tayari imewekwa, tunaweza soma pamoja na Bwana atubariki. 9:23. Thank you. Akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku, anifuate. Tunaweza soma tena pamoja. Akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku, anifuate. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ni maneno ya Yesu, ni yako clear kabisa ya kwamba kama wanafunzi wa Yesu ama mwanafunzi anayetaka kumjua Yesu, Biblia inatuambia ya kwamba ajikane mwenyewe. Akitaka kumfuata ajikane, halafu ajitwike msalaba, na jambo la mwisho afanye nini? Amfuate Yesu. Na wakati wapendwa, tunapofikiria kuhusu wafuasi ama wanafunzi wa Yesu, hili jambo tunalijua kwa sababu limekuwa likitajwa mwaka huu na ndio theme yetu ya mwaka. Kwa hivyo najua umesikia mambo mingi na umenenewa, at least you are aware kile kinamaanisha, ama wakati tunasema mwanafunzi wa Yesu ama mfuasi wake, unajua kile kinamaanishwa. Bwana asifiwe. Kama umekuwa ukikuja kanisani, na wale pia ambao ni wageni, tunajua ya kwamba Yesu alikuwa na wanafunzi wake. Kulikuwa na kundi kubwa wale walikuwa wanamfuata, lakini kati yao kulikuwa na wachache ambao walikuwa wanafunzi. Walikuwa wanafundishwa na Yesu ili waweze kutekeleza majukumu ambayo yalikuwa mbele yao. Na kwa sababu Yesu alijua hana muda mwingi, na kwa hivyo lazima angetayarisha watu wale wangeendeleza injili ili na sisi tufikie. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo ilikuwa ni kazi, alikuwa amelenga ya kwamba hao ambao walikuwa 12 lazima angewatayarisha vizuri ili waweze kuendeleza injili. Na pia tunajua kulikuwa bado na wengine ambao walikuwa pamoja na Yesu wakati alikuwa katika hii dunia. Na Biblia inapotuambia hivyo ni kumaanisha ya kwamba nilikuwa naangalia na nikaona ya kwamba kuna tofauti ya mfuasi ama mwanafunzi wa Yesu na shabiki. Shabiki ni wale tunaitanga fans and a follower of Jesus Christ. Ukiangalia hao watu wawili wako na utofauti kidogo. Na kuna mchungaji mmoja aliongea kuhusu utofauti wa fans na followers, ama mashabiki na wafuasi wa Yesu. Na akasema ya kwamba shabiki
wanapendezwa tu na matendo ya Yesu, na wanamwangalianga tu wakiwa mbali na yeye kidogo, hawakuji karibu sana na yeye. Ni kweli wanaadimaya yale matendo wanatenda. Tukiangalia katika mahali hapo tumesoma, unaweza ona vile Yesu alisema ya kwamba kwa sababu watu wengi walikuwa wanamfuata. Hata hapa alikuwa amemaliza kupea watu mikate na samaki. Kwa hivyo umati mwingi ulikuwa umemfuata. Na akakuja kwa wanafunzi wake. Na akinena maneno haya, najua unaweza elewa ya kwamba vile anamaanisha ya kwamba kuna utofauti wa hawa watu wawili. Umati ulimfuata kwa sababu alitenda miujiza, kwa sababu alibarikiwa, kwa sababu Yesu alinena tu neno wakala mikate. Lakini wanafunzi wa Yesu walitembea na yeye mpaka wakati uliokuwa mgumu. Kwa hivyo huyo mchungaji alisema ya kwamba wale mashabiki wanapendezwa na matendo ya Yesu wakiwa mbali, na wanaangalia, wanatafuta baraka na ile kutumbuizwa na matendo ya Yesu wakati when it was convenient, ama wakati inaowafaa wao wenyewe. Lakini wafuasi wa Yesu ama disciples wanakuanga wamejitoa kabisa, wakitii mafundisho na wakiweka mapenzi ya Yesu mbele ya mambo yao ama ya maisha yao. Bwana asifiwe. Wanajitoa mbele, wanajipeana, wao wako committed, sio tu wakati wa mambo mazuri, bali hata wakati mambo magumu yanakuja, walistick na Yesu, hawakumuacha. Bwana asifiwe. Tunaona hata wakati walipata magumu kama Petero, wakati tunajua ya kwamba alimkana Yesu, bado hakuenda mbali. Bwana asifiwe. Yesu alimrejesha kwa sababu alikuwa amemfundisha njia ya kumtamainia na kuenda kama mapenzi ya Mungu ilivyo. Tunasemanga ya kwamba wale mashabiki wanakuanga tu, hawako active katika kazi ya Mungu. Wao wanataka tu, wanakuja sasa, kama tuseme walikuwa wanamfuata tu Yesu wakati kuna umati ndio wafurahie, lakini ikifika ni wakati wa kuwa sasa karibu na Yesu, wao hawakujitoa, walirudi wakafanya mambo yao. Lakini wakati mkutano inaitanwa, wangekuja na wawe mahali pale, wamuone Yesu na waone matendo anayofanya, na pia miujiza ifanyike kwao. Na kwa hivyo wapendwa, tunaposema ya kwamba wafuasi wa Yesu sio kama mashabiki, tunamaanisha ya kwamba wao wanaenda zaidi. Bwana asifiwe. Wanataka kumjua. Hawataki tu kuguza hapa juu, bali wanaingia mpaka ndani ili waweze kujua vile Yesu anavyotaka na maisha yao. Bwana asifiwe. Wanajipeana na hawana jambo ambalo wameacha. Na ndiposa Yesu akawaambia ya kwamba kama mtu angetaka kunifuata mimi, basi lazima yeye mwenyewe aache kuishi kwa sababu yake, bali maisha yake aitoe kwangu yote. Aniamini ya kwamba ninaweza muongoza na akuwe salama. Aniachie, awache nimfundishe kuanzia ndani na kwenda nje. Kwa sababu ile mabadiliko ambayo tunapata ndani ya Yesu kama wafuasi, tunaipata kutoka ndani. Unaweza kosa kuona kama nimebadilika, kwa sababu kama bado nilikuwa hivi, bado niko hivi tu. Kama nilikuwa mwanamke, bado mimi ni mwanamke. Kama nilikuwa mrefu jinsi nilivyo, bado niko hivyo. Lakini kuna kitu Yesu amefanya na huku ndani kimefanya nibadilike, na siishi kwa sababu yangu mwenyewe, bali naishi kwa sababu Yesu ako ndani yangu. Bwana asifiwe. Kuna kazi ananifanyia na kuna mambo Yesu anatufanyia. Kwa hivyo inapokuja ni wakati wa kujitoa, wafuasi wa Yesu wanajitoanga wakiwa wote. Wanahesabu gharama ya kumfuata Yesu. Wanachagua
kujikana wao wenyewe, na wanajua ya kwamba wanafanya hivyo kwa ajili ya yule aliyewabadilisha. By the way, tunajua ya kwamba kuokoka hakuna mtu alisurutishwa, hakuna mtu aliletwa kwa nguvu ama ukaonyeshwa bunduki ukaambiwa uokoke. Tulisikia injili na tukapenda huyu Yesu. Watu wakatuambia ni mzuri na sisi tukakuja kumtamani. Tulimjua kwa nini? Kwa sababu wale watu walituhubiria walikuwa ni watu tofauti. Hawakutenda jinsi tulivyotenda, hawakutenda dhambi, walikuwa na opportunity lakini hawakutenda, wakakaa kama Kristo. Ndiposa walipotuambia Yesu ni mwema na ni mtamu, na sisi tukakuja kwake, tukakubali. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo kama nasi tunaomba Mungu ama tungetaka Mungu atubadilishe, tuwe watu ambao watakuwa ni mitume, wataenda kuleta utofauti katika ufalme wa Mungu, wataleta mabadiliko, basi lazima nasi tujuane na Yesu kwa undani. Bwana asifiwe. Tusiwe fans wale wanashangilia tu, lakini hawaingii kwa kucheza mpira ama kufanya wale kile wengine wanafanya. Wanashangilia, wanasema huyo ameshinda, ni wetu, lakini wao hawachukui nafasi yeyote mahali pale ili ushindi upatikane. Praise the Lord. Kwa Yesu sisi wote ni wafanyikazi pamoja na Yesu, na ndiposa Yesu anatuambia ya kwamba tumfuate, tuchukue msalaba, tukubali ya kwamba sisi hatuishi kwa ajili yetu kama wanafunzi wa Yesu, bali tunaishi ili tumtukuze Bwana. Bwana asifiwe. Hao watu ambao wanamfuata Yesu kwa kikamilifu ama wangetaka kukua wanafunzi kamili, wanatii neno la Mungu. Hawakai nje, hawakai tu pale kando, lakini wanaingia ndani, wanashughulika na kile kinamtukuza Mungu. Hawakui mashabiki hata katika kazi ya Mungu, hawaangalii wengine wakitenda, wao wanaingia. Hata kama utashika tu msumari moja, lakini you take part in the kingdom. Bwana asifiwe. Unakuwa ni mmoja wa wakati mambo imepangwa ya kumtukuza Mungu ama ya kufanya injili iendelee. Kama ni kuhubiri injili, unajitoa, tunajitoa. Bwana asifiwe. Na niwaambie ya kwamba Yesu hahitaji wale watu ambao wamekamilika. Yesu anahitaji wale wafuasi wake ambao wako available, wamejitoa, wanapatikana. Your presence inaleta utofauti, inaleta mabadiliko. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu hakuna wakati mwanafunzi anaweza kusoma wakati hayuko ndani ya darasa ama hayuko mahali kunafundishiwa. Kama kuna mtu nje ya hapa kanisani saa hii, anaweza kosa kujua kile tunasema kwa sababu wako nje. Bwana asifiwe. Lakini wakati Yesu anatuita kwake, anatuita tukuje tukunywe maji ya uzima, anatuita tukuje tukue karibu na yeye, tuone venye anafanyanga, mahali anakanyagaga, mahali anatenda, mahali anaketi, na sisi tufanye jinsi afanyavyo. Bwana asifiwe. Na tukiwa hivyo, basi tutakuwa watu wa kukamilika kutumwa nje. Hili neno tumesoma linasema ya kwamba Yesu alikuwa ametuma wanafunzi wake waende wakahubiri injili. Unajua vile alivyofanya? Aliwaombea, akawapa nguvu na mamlaka. Alafu akawaambia amewatuma waende wakaeneze injili, wakaihubiri injili njema. Walipoenda, walikuja na wakashuhudia yale yametendeka na uko nje. Inamaanisha aje? Vile Yesu aliwafundisha baada ya kukaa miguuni mwake, sahia mnawaita mitume, na walipowatuma walirudi, walileta mazao. Ndiposa hata huo umati ulikuwa mkubwa. Yesu alisema wapewe mikate. Bwana asifiwe. Kwa sababu hawa wanafunzi sasa wamekomaa na wamekuwa mitume. Wakati tunakaa miguuni pa Yesu, tunajua ya kwamba Yesu hataki mchanganyiko. Yesu hataki watu wanajichanganya. Angetaka watu ambao wamejitoa na wamepeana maisha yao kwa Mungu kikamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Ni jukumu letu ambao tuliamua ya kwamba tunataka kumfuata Yesu, na ni sisi tulijitoa
tuwe watu ambao tunapoenda watu watasema, ai, na mbona huyo ametukanwa na hakutukanana? Na mbona huyo alikuwa na opportunity ya kuhonga na hakuhongana ndio apate kazi? Wanajiuliza ama wanaulizana, kwani bado kuna watu ambao hawafanyi hayo mambo? Unajua siku hizi kumekuwa na mchanganyiko sana, kutofautisha Mkristo na mtu ambaye ni wa ulimwengu imekuwa ngumu sana. Lakini wapendwa, tunajifunza kutoka kwa Yesu. Wale wote alioalika kwake na akawaambia wamfuate, ni wale ambao waliamua ya kwamba sasa sio maisha yangu tu, bali nitakuwa na jari hata wale wengine, wale ambao hawajajua. Nitakuwa kielelezo. Je, mtu akikuweka ama ukiwekwa hapa na Yesu awekwe hapa, watu hao wawili watamaji, watakuja kuwa kitu kimoja, kwa sababu Yesu alitutuma katika hii dunia tumwakilishe. Na hakusema tu wale waliokuwa mbeleni wawe watakatifu, wawache kutenda dhambi, wawache kujichanganya. Once anasema ya kwamba lazima tuwe watakatifu kama alivyo, lazima tukae hivyo. Bwana asifiwe. Hakusema akiwa na njia mbili. There is only one way. Ndiposa Yesu akasema katika Yohana 14 mstari wa 6 ya kwamba yeye ndiye njia, ukweli na uhai. Bwana asifiwe. Wale wote ambao wanataka kufika kwa Baba lazima wapitie kwake. Alikuja kama kielelezo, na sisi bado ametufanya hicho kielelezo. Wapendwa, sisi sio mashabiki katika ufalme wa Mungu. Tuingie, na kama bado wewe ni shabiki, ingia, fundishika mwaka huu, kubalia Mungu akufanyie kazi na itamletea baraka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ningetaka kusema ya kwamba mashabiki wanaenjoy tu faida zile ziko katika Ukristo, ama zile zinapatikana kutoka kwa Kristo. Wanataka tu miujiza. Lakini wale wanaomfuata Yesu ama wafuasi wake wanajitoa hata katika maisha yao inakuwa ni ya utaua. Bwana asifiwe. Wanakuwa tu disciples. Wanajitoa maisha yao yote. Na pia mashabiki wanatakanga Yesu akuwe sehemu ya maisha yao. Umeelewa? Wanatakanga Yesu akuwe sehemu ya maisha yao. I can live my life. Si lazima niingie kanisani, si lazima nifanye vile nikuwe mtakatifu sana. Naweza kunywa kitu, naweza kunywa kikombe, naweza kunywa pombe, lakini bado ninampenda Yesu. Bado nataka kuitanishwa na jina lake. Naweza jichanganya niende kwa Ukikuyuni nikafanye ama yale mambo yetu tunayofanya katika kacha yetu, na bado nirudi kwa Yesu. Mimi sitaki kuwa wake kabisa. Nataka tu yeye awe part of my life, but sitaki kumpea yangu yote. Bwana asifiwe. Lakini wale ambao ni followers of Christ, wao wanataka kukua sehemu ya maisha ya Yesu. Bwana asifiwe. Najua hiyo inaweza kuwa ngumu, lakini hivyo ndivyo Yesu alimaanisha. Lazima tukue sehemu ya maisha yake. Sio yeye akuwe sehemu ya maisha yetu, ni sisi wote tuingie sasa tukue sehemu ya maisha ya Yesu. Vile alivyoishi, vile alivyopenda, vile alivyosamehea hata akikosewa. Wapendwa, tumeitwa tukue kama hivyo. Na jambo la kwanza ningetaka tufikirie kwamba huu mwito ambao tumeitwa ni wa kujitoa sisi tukiwa wote. Bwana asifiwe. Tumeitwa wote, hatuna choice ya kuselect. Hatuna nafasi ya kuchagua. Ati mimi nataka kufanya hii, sitaki kufanya hii. Mimi nataka kukuja kanisani wiki moja, hii ingine sitaki. Kwa sababu gani? Niko sawa tu hata nikiwa peke yangu.
naendelea tu vizuri. Lakini niwaombe wapendwa ya kwamba kumfuata Yesu sio hobi, bali ni kujipeana sisi wote na maisha yetu. Bwana asifiwe. Hiyo inakuwa kali kwa sababu Paulo katika kitabu cha Wagalatia 2:20 alisema ya kwamba mimi nimesulubiwa pamoja na Kristo, na sio mimi tena ambaye ninaishi, bali Kristo anayeishi ndani yangu. Bwana asifiwe. Nafikiri Paulo alikuwa ametembea safari na Yesu. Nafikiri alikuwa amemkaribia sana na akajua yale mambo anapenda. Akajaribu kumuiga na akamfuata akiwezeshwa na nguvu za Mungu. Na hapa anafika anasema ya kwamba sio yeye anayeishi. Je, sisi kama Wakristo tunaweza fika mahali kama hapo ya kwamba sisi sio mashabiki tena, sisi ni wafuasi? Tumeamua hatutaki kuishi kwa ajili yetu, hatutaki kusema kuna sehemu haijakufa. Sisi tukiwa msalabani tayari tumesulubiwa, hatuna nguvu zetu tena, hatuna ruhusa yetu tena, tunajitoa kabisa. Bwana asifiwe. It is a total surrender. Sisi ni watu ambao tumeitwa tukue kama Yesu, na akatuambia kama tunataka kumfuata na tukakubali, tujikane, tuchukue msalaba na tumfuate. Bwana asifiwe. Sijui wewe unajiona wapi katika hii safari ya mwanafunzi wa Yesu ama mfuasi wake. Kwanza ni hiyo kujitoa, unajipeana kama hivi Paulo anasema ya kwamba sio sisi bali ni Yesu. Na hii inafanyika wakati ya kwamba tunaacha kujaribu kumuleta Yesu katika maisha yetu, na sasa tunaanza kujenga kitu ambacho kiko katika ufalme wa Mungu. Tunaacha kumuleta a fit in our lives, ya kwamba kuna wakati namchukua, kuna wakati mwingine namuacha, bali tunamuachia yote atawale. Bwana asifiwe. Wakati tunafika hapo, tunajiambia ya kwamba then it calls for a sacrifice. Hakuna mtu aliyeamua kumfuata Yesu hakujitoa. Na kama uko nusu ya kujitoa, then according to the word of God we don't qualify. But thank God bado tunasoma. Hatujachelewa, bado tunasoma. Bwana asifiwe. Na hilo jambo lingine ningetaka kusema ya kwamba tunapojitoa kuna ile transformation, kuna ile kubadilishwa. Tunakuwa viumbe vipya. Kwa sababu wakati Yesu anatuita tumfuate, ni atufanye kuwa wanafunzi wake, halafu akitufundisha njia zake atutume tukabadilishe ulimwengu. Bwana asifiwe. Hiyo ndio kazi tu ile Yesu alituitia katika ufalme wake. Atulete kwake, sio kutuleta tu. Tukimfuata ako na jukumu la kutubadilisha. Tunapobadilika then atatutuma tuende tukamwakilishe katika ulimwengu. Na kwa hivyo hii transformation ni ile tunasema kama Mathayo 4:19 niliyokuwa nimesema ya kwamba I will make you. Ukifuata Yesu, kazi yake ni kukufanya kuwa. Anakubadilisha. Unaacha kuwa Rachel yule wa kawaida. Unaacha kuwa Naomi yule wa kawaida. Bali unakuwa sasa kuna mtu mwingine anakubadilisha uwe kama wewe. Bwana asifiwe. Unakumbuka siku za kitabu kuna mhubiri mmoja, na ninamtaja tu kwa uzuri sio kwa ubaya. Alikuwa anaitwa Pius Muiru. Na watu wengi nyakati zile
walikuwa wanataka kuhubiri kama yeye. Si mnamkumbuka? Watu walikuwa hata wamebadilika, wakihubiri unaweza sema uliza, ai, kwani huyo ni Pius? Lakini ni vile alikuwa anahubiri kwa nguvu. Alikuwa to impact. Alikuwa amebadilisha watu wengi. Na kwa hivyo watu walikuwa wanataka kumuiga. The same case. Tunapoingia kwa Yesu, tunabadilishwa, tunakuwa kama yeye. Ukikuja kwangu na lugha ingine ambayo sielewi, ninajiuliza, je, inapelekana na neno la Mungu? Kama haipelekani, basi nakwambia hiyo sitafanya. Kwa sababu gani? Aliyeniita ako na mipaka. Aliniambia siwezi pita hapa. Na kama najikuta nimepita, basi ni jukumu langu kurudi katika njia. Kwa sababu Yesu bado anatufanya. Bwana asifiwe. Hatujakamilika. In fact, yule anakamilika, anaitwa anaenda. Kwa hivyo bado tuko katika mikononi mwake na anatufanyia kazi. Tunaweza mkubalia atubadilishe, tuwe kama wanafunzi wake. Usishike tu kidogo, ati ikikuwa ngumu na achiria, endelea kushikilia mpaka mwisho wa dahari. Bwana asifiwe. Ama mpaka Yesu atuite twende kwake. Na tunasema ya kwamba discipleship ama kukuwa mfuasi wa Yesu iko na ile partnership. Sio mtu mmoja. Yesu anafanya kazi yake ya kutufanya, na sisi tunafanya kazi yake ya kufuata. Kwa hivyo kama hufuati, unaweza ngojea kwamba ile matarajio ama matunda ulikuwa una expect ubadilishwe, inaweza kosa kukamilika. Lakini wakati tunamkubalia atufanye na sisi tumfuate ndio atufanye, basi tutakuwa wafuasi ambao wamekuwa wazuri. Bwana asifiwe. Alafu Mungu haangalii watu ambao wamekamilika wamfuate, bali anaangalia watu ambao tumesema ya kwamba wanajitoa, wako mahali pale panapoitanwa mkutano wa kiroho wa kukujenga. Uko mahali pale panapoitwa watu ambao wangetaka kusaidia mahali fulani, wewe uko mahali pale. Bwana asifiwe. Jameni, hii ndio hata inatufanya tukuje pamoja kama Wakristo, kwa sababu kuna jambo mimi naweza na wewe huwezi. Kuna jambo wewe unaweza na mimi siliwezi. Wakati tunakuja pamoja kama jamii, tunakuwa watu ambao wanaleta ukamilifu katika ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Na Yesu akahakikisha ili hii iendelee vizuri, akatupa Roho wake Mtakatifu. Na Roho wake Mtakatifu tunajulishwa ya kwamba anakuanga na vipawa tofauti tofauti. Hakuna vile ati tunaweza kuwa sisi wote ni wahubiri. Hakuna venye tunaweza kuwa sisi wote ni waibaji kama Maureen. Lakini hata tukiwa na vipawa tofauti, tunapokuja pamoja, wengine wamebarikiwa sana na uinjilisti, kuconvince watu wabadilike ni kitu kidogo sana. Lakini wanagojea tu wengine wangangane until hakuna mtu anaokoka jioni. Na wao wako tu na hiyo kipawa, kisimama wanasema Yesu anawapenda, jooni muone utamu wa Yesu. Na watu wanavutwa, sauti labda tu ndio itawavuta. Lakini wewe bado umekaa tu, wacha tuone venye watafanya. Bwana asifiwe. Jameni, sisi ni kufanywa, tunafanywa wafuasi. Usikae mbali. Kama umeamua kuwa Mkristo, ingia tufanye kazi. Bwana asifiwe. Tuingie sisi wote. Hata mimi sijakamilika, but I'm still in the making. Na mimi kazi yangu ni kufuata. Je, wewe umetekeleza wajibu wako? Umekuwa ukifuata Yesu? Do you want to know more about him? Ama bado wewe ni shabiki pale, unakaa ukigojea mambo ikatendeke? Bwana atusaidie. Bwana asifiwe. Hawezi toa kile hauna. Kwa hivyo kama ungetaka kufanywa, ni vizuri kutulia miguuni mwa Yesu ndio tukamilike, ili tuweze kufit ile kazi Bwana anatutuma kwayo. Hawezi kutoa kikombe ambacho hakina kitu.
na upee mtu maji. Kama hakina. Kama sina siwezi gawia mtu. But if I have something, kile nimesoma miguuni mwa Yesu, then I can be able to share with others. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tutulie, tuundwe. Tutulie, tutengenezwe. Bwana asifiwe. Tulisarenda, lakini hatutaki kutulia. Bado tumesulubishwa msalabani, lakini bado sisi ni dhabihu zilizo hai. Jameni, Bwana asifiwe. Tukiambiwa tutulie hapo, tutengenezwe, tutolewe nyama ambazo hazifai, bado sisi tunajitoa na tunamwambia hapana, si mpaka wakati huu, ni wakati tu mambo iko mazuri ndio nataka kukufuata. Tutoke kutoka kwa mashabiki tuwe wafuasi. Bwana asifiwe. Tuvuke ng'ambo hii ingine, tuanze kufundishwa na kutulia miguuni mwa Yesu. Na tutakapofanya hivyo, tutakuwa watu ambao wamebadilishwa. Bwana asifiwe. Tutasema kama Paulo, sio mimi ninaishi, bali ni Yesu anaishi ndani yangu. Na katika kitabu cha Warumi 12 mstari wa 2 inasema ya kwamba do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Bwana asifiwe. Kubadilishwa, unaweza kosa kuona mambo mingi sana huku nje mwanzo, kwa sababu kunaanzia ndani. Wakati nyumba tuseme inatengenezwa ama inajengwa, ikikamilika tu huku nje, hii walls, alafu wale wana mafundi wakae huku ndani wakitengeneza, wanaweka tiles, wanafanya finishing, wanapaka rangi, wanapiga plasta. Mtu akiwa nje hawezi ona kile kinaendelea, si ni kweli? Lakini wakati hiyo nyumba itakapokamilika, ifunguliwe tu na watu waingie, wataona kuna kazi imefanyiwa hiyo nyumba. Na sisi wakati tutamkubalia Yesu afanye kazi yake ndani yetu, atubadilishe njia yetu ya kufikiria, atupe mawazo mapya, tufikirie kama yeye, tuone mahali hakuwezekani kukiwezekana, basi tutakuja kusema ya kwamba Bwana ametubadilisha. Bwana asifiwe. Tutakuja kuona mazao, na kile kinafanyika mtu anapobadilika, mtu wa ndani akibadilika, matunda ile anaanza kuzaa inalingana na ile kubadilishwa. Bwana asifiwe. Watu watasema na huyu ni kama mfuasi wa Yesu, basi watamuita Mkristo. Na ya mwisho ile ningetaka kuongea kwamba kuna sababu ya Mungu kutubadilisha. Kuna sababu ya Mungu kutufanyia kazi. And you cannot impact a culture you are identical to. Hawezi badilisha mambo ama hali yenye inafanana na wewe. Kama ile hali niko, siwezi badilisha zaidi. Kwa hivyo lazima kwanza nikubali, nibadilishwe, alafu niweze kuleta mabadiliko. Ili tuweze kubadilisha ulimwengu ama dunia, wale wanaoishi katika dunia, lazima kwanza neno litubadilishe, na neno ndiye Yesu. Neno likikubadilisha, ukikaa kama vile linasema, then utakuwa mtu ambaye amefanywa. Then utasema utafiti kwa hii neno linasema ya kwamba I will make you. Utakuwa hivyo, utakuwa umefanyika already, umebadilishwa. Kwa hivyo ningetaka tu tujiulize ya kwamba ama tuone katika maisha yetu, kama ambao watu waliitwa na Kristo, tulianza safari na yeye, tumetembea ka safari. Je, ulimwacha ama bado unamfuata? Hali imekuwa ngumu ukaona haiwezekani ukamwacha, ama bado unamfuata? Bado wewe ni follower ama bado wewe ni fan? Kijiuliza hivyo, itatuletea baraka katika maisha yetu na tutajua mahali pa kubadilika. Alafu
Nikimalizia point number 3, the reason kwa nini Mungu anatubadilisha ni ili tubadilishe ulimwengu. Bwana asifiwe. To make us fishers of men. Kutufanya wavuvi wa samaki. Sio kitu ingine inatufanya Mungu atubadilishe. Anapotufanyia kazi ni tuwe kama yeye, tukue na ule moyo wa kubadilishwa na tubadilishe wengine. Bwana asifiwe. Kama umebadilishwa, si sasa unaona picha yako inatoka kutoka kwako peke yako, sasa inaangalia wengine. Unaacha kujimulika tu na screen, unamulika wengine ndio waone. Bwana asifiwe. Mkristo sio yule tu anajua maandiko sana. Sio yule tu anajua kunakili maandiko. Lakini ni yule anayeleta wengine katika zizi la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Huyo ndiye Bwana anatayarisha. Mtu ambaye atakuwa na huo mzigo. Kuwa lengo la discipleship ama la kuwa disciple sio tu kulijua neno, bali ni kutenda. Na neno linasema basi enendeni mkawafanye watu wa dunia kuwa wanafunzi wangu. Bwana asifiwe. Onaomoke mafundithio na mamenye Yesu. Watamjua tukiishi jinsi inavyotakikana, halafu tukubali kutoka. Wagapi already wameiva lakini hawatoki? Wagapi already wamebadilishwa lakini hawataki kutekeleza jukumu lao katika ufalme wa Mungu? Tunasema ya kwamba matokeo ya kumfuata Yesu sio tu kukaa katika ufalme wa Mungu, but it is measured by how many people are better loved because you followed Christ in your life. Bwana asifiwe. Wale watu watakaoweza kubadilika na wakae vizuri, ndio wanaonyeshana wewe ni mfuasi wa Yesu. Sijui Yesu akituita leo ni wagapi tutapresent, lakini wamekuwa better kukuja katika ufalme wa Mungu, na wengine bado walikuja kabla hawajalewa, wanakuzwa, na diposa tuko na Bible study classes, na bado wanalelewa ili wakue. Kukua mwanafunzi kamili italingana ni kazi gani uliyomfanyia Mungu wakati ulikuwa na nafasi. Bwana asifiwe. Si tuinuke wapendwa na tumfanyie Mungu kazi bila kuchoka, na tujitoe katika hali na mali, na sisi tutakuwa watu ambao wamebarikiwa. Bwana asifiwe. Ningetaka tu kufanya illustration kidogo, dakika moja nikimalizia. Hiyo ni conclusion ya kwamba tunajua kuna marabiri ya glass ama kioo. Kuna kioo ya kujiangalia na pia kuna kioo cha dirisha, ama kama vile tunaangalia through the windows, tunaweza kuona hizo ni glass. Na tofauti ya hiki kioo, ukiangalia kwa hii unaona nini? Unaona nani? Nikiangalia kwa hiki kioo mimi najiona mwenyewe. Siwezi kupitia hapa ni waone. Hakiwezi pitisha, kimefunikwa hapa. Si unaona hivyo? Lakini ni piece, it is a piece of glass. Kwa hivyo sisi kama Wakristo tunaweza kuwa kama hii mira. Na wakati tunaitwa ni vizuri tunakuanga kama hiki kioo. Tunajiangalia wenyewe, tunaona maisha yetu sio mazuri, na tunamkubali Yesu, tunampea maisha yetu. Anatufanyia kazi, anatubadilisha. Kuna hii ingine ambayo ni transparent. Nikiangalia hivi mimi sijioni. Naona nani? Wewe ukiangalia through this glass unaona nani? Unaniona mimi, si ndio? Wewe hujioni. Kwa hivyo kuna
role na play wakati ama wewe na mimi, kuna kazi ambayo tumepewa na Mungu ya kukua transformed, tuache kuwa mirror, tukue a window. Bwana asifiwe. Tukue dirisha ambao watu wanaweza iangalia through na waone watu wengine, ama mimi niwache kujiona tu, bali nione wewe. Bwana asifiwe. Niwache kukua tu ni mimi tu nataka kubarikiwa, lakini ninapomfuata Yesu ataniambukiza ile upendo alikuwa nao wa kuona watu wengine waliokuwa na mahitaji. People are dying outside because of sins. Bwana asifiwe. Na hakuna mtu wa kuambia ya kwamba vile wanavyofanya ni vibaya. Bado sisi kanisani tumejipenda, tumekaa tu tunataka kuconcentrate. I gave my life to Christ. Sasa mimi nimetosheka, mimi sijui kuhubiria mwingine. Lakini jameni, Mungu hakuulizi mambo mingi, vile tu amekubadilisha, angetaka na wewe utoke. Bwana asifiwe. Tuache kuwa tu tunataka tu kuona mahitaji yetu, bali tuone ya wengine ambao Mungu angetaka kuwabadilisha. Bwana asifiwe. That heart inapatikana tu wakati mtu anatembea na Kristo. Wanatembea pamoja, wanaandamana, anakufanya ili huo mzigo akubebeshe wewe uweze sasa kuupeleka nje. Bwana asifiwe. Uende na huo mzigo, usikie uchungu wengine wakikufa kwa pombe, kwa madawa za kulevya, watu ambao hawamjui Yesu. Wengine wanasema matendo yao sio mabaya, kwa hivyo hawataki kubadilika. When we are transformed, it is our responsibility, it is our duty to go and tell others what the Lord has done. Bwana asifiwe. Hatuwezi nyamaza, siwezi nyamaza, na tutafika mahali pale tunasema sio mimi ninayeishi, bali ni Yesu ndani yangu. Tunapomalizia, ningetaka tu tuweze kujitayarisha ya kwamba tujue ya kwamba sisi kweli Yesu anatufanya kuwa wafuasi wake. Alituleta katika ufalme. Sijui umefikia hapo wapi, sijui bado kama wewe ni shabiki ama sasa umekuwa umefundishika. Unaendelea namna gani? Maisha yako umemwachia Yesu mpaka wapi? Ama unamwambia kuja wakati tu unamhitaji na unamuacha? Kukikuwa kugumu unamuacha? It is good to stick close to him. Bwana asifiwe. Na tukue hicho sio kioo tu, bali tumkubalie Yesu hapa atoe hii kala iko na hapa nyuma ya hiki kioo tunajiangalia nacho, tuweze kuona mahitaji ya wengine, tuweze kuona wengine wanalia. Bwana asifiwe. Kuna swali mtu mwingine aliniuliza, akaniuliza aje, tulikuwa tu tunashare ni jana, akaniuliza hivi, ni kwa nini ama alisema hivi, ni kwa nini mtu anapo kuja kanisani akikwazwa na Mkristo mwenzake, hiyo ni sababu tosha ya kutokuja kanisani tena ama kuhama kanisa? Huyo mtu alikuwa anasema ya kwamba wakati unakosewa na neiba wako nyumbani, kwa nini hauhami kwa nyumba yako umwachie na ni yako? Kwa nini una stick tu kwa ile nyumba na una deal na hiyo issue mpaka uweze kuiovercome? Wakati uko kazini na umekosewa na neighbor mwenye mnafanya kazi na yeye, jameni, kwa nini haufungi duka na uende mahali pengine? Lakini wakati kanisani tumekosewa, inakuwa ni kizungumkuti. We need to have that heart of forgiveness. Tuachilie, tuache kubebania. Tujue sisi hawa tu ni wale watu tuko nao kule nje. Ukuwe na moyo wa kusamehe. Give him or her a second chance. Muonyeshe upendo. Mwambie umenikwaza lakini ninakupenda bado. Hiyo ndio kuonyesha ya kwamba tumepita kutoka kwa kioo, sasa tumevuka kupitia kwa dirisha. Bwana asifiwe. Tunaweza kuona wengine ili